Hasa ikiwa wewe waswali sunna na amekuja mtu nyuma yotaka kuswali dhuhuri ya kufanya wewe imamu, ima akakuashiria akasema Allahu Akbar akakaa karibu na wewe, au kwa katika uslubu wa baadhi ya watu wanaofanya leo anamgusa hapa, wewe wajua ukiguswa hapa wajua kwamba umekuwa ni imamu. Sasa katika makosa inayofanya ni kwamba huyu anayeswali sunna ataka kumwambia huyu bwana, mimi si swali faradhi, mimi nishamaliza, nimekuja mapema, wewe ndio umekuja kuchelewa. Kwa hivyo atamfanya vipi? Atamfanyia hivi. Sijui kama mshaona hiyo. Sasa hii ni makosa. Sheria ya Kiislamu yaruhusu mtu anayeswali sunna awe imamu kwa mtu ambaye anayeswali faradhi, kwa ushahidi wa hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu wa arda. Alikuwa Muadh radhiyallahu anhu ndo imamu wa watu wake. Muadh alikuwa ni katika al-Ansar na alikuwa kiishi na watu wake Bani Salama, na Bani Salama wako mbali na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Bani Salama wanaishi sehemu ambapo hivi sasa utaona kuna masjid hujulikana kama Masjid al-Qiblatain. Masjid al-Qiblatain, ukienda ziara Madina kuna msikiti inaitwa Masjid al-Qiblatain. Sasa masafa baina Masjid al-Qiblatain na Masjid Rasulillah ni mbali, na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu alikuwa ni alim, alikuwa ni msomi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawa yeye yataka kufanya khairi mbili, yataka kuswali na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, asikose fadla ya kuswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na huku yataka kuswali salatul isha, kuswalisha watu wake. So alikuwa akifanya nini Muadh ibn Jabal? Akishamaliza kuswalisha maghrib mbio yaje kuswali isha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kule watu wamngojea, kisha akishamaliza kuswali isha mbio yapanda farasi ama ni ngamia yoenda kwa Bani Salama kuwaongoza watu wake ndani ya swala na kuyaswalisha isha. Na hii swala ya isha ya pili ya Muadh ibn Jabal litakuwa ni sunna ama ni faradhi? Itakuwa ni sunna. Ndipo ulama wakasema yaruhusiwa kama mtu yaswali sunna ukaja ukaswali nyuma yake wewe waswali faradhi, akuongoze. Mfano ambayo hivi sasa sisi tuko nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan utaona mtu yaingia msikitini na watu washaswali isha na imamu ameanza kuswalisha salatu tarawih. Sasa katika hali kama hii lazima uwe mjanja. Wajua ukiona ilmu wapata faida. Madamu jamaa salatu al-isha imekupita, basi wewe swali nyuma ya imamu anayeswali tarawih. Yeye madamu nia yake ni salatu tarawih, wewe ingia nia kwamba ni salatu al-isha. Akiswali raka mbili, akitoa salamu, wewe inuka umalize raka mbili ya isha. Kwa hivyo ulama wakasema katika makosa baadhi ya watu hufanya ni kwamba utaona mtu yaswali sunna, akija mtu anayeswali faradhi nyuma yake utamwona mtu yukuwa ni mwenye kufanya nini? Yukuwa ni mwenye kumrudisha.